Wakati wa upasuaji tunataka ukweli wote. Manake utapata mtu mvuta bangi, mtu mtumia mihadarati, wakati wa kulala kuna dawa huenda zikamdhuru, zikakosa kusaidia. Zikakosa kumlaza. Ndio, zikakosa kumlaza. Na utapata hii ni faida yako kama mgonjwa. Manake wakati watadanganya daktari, kama wambo usile, watu wanauliza mbona wacha nikunywe maji peke yake, wakati unakula tunaenda kwa GA, general anesthesia ile ya kulala kabisa. Manake anesthesia ziko type tofauti. Okay. Unaona? Utapata mtu amekudanganya daktari, mimi sijakula lakini amekula. Wakati wa pale kwa hivyo daktari akikwambia usile kuanzia time hii paka usile kitu. Usile. Manake wakati utakula itatufanya kazi ngumu wakati wa kureverse. Na wakati wa kureverse ndio kuna kitu inaitwa airway. Kwa lugha ya Kimombo ni njia ya hewa, kupumua. Ile chakula inaziba wakati wa kupumua, na usipopumua basi ndio umeenda. Ndio kifo. Kwa hivyo utapata hata vifo mingi zinatokana na chumba cha upasuaji ni sisi wagonjwa wenyewe. Udanganyifu wetu. Kwa hivyo daktari ni mtu hapa kwa mkweli kabisa, na daktari pia kwa training yake, any medicine tunafanya medical training, tunafunzwa medical legal ethics. Hii ukiambiwa kitu na yoyote usije ukasema mahali popote. Na inaitwa patient confidentiality. Athari ni wakati wa kureverse, wakati wa kuamsha. Baada tumemaliza surgery, wakati wa kuamsha utapata kama ni soda ama maji, chakula nyenyekevu inaingia kwa mshipa wa hewa. Maana mshipa wa hewa na mshipa wa chakula ziko karibu. Ndio maana unaona wakati waweza kunywa maji ama mate unanyongwa, wakoa. Kwa hivyo ile chakula ikiziba ile pate unapata hewa ipiti kabisa mwilini. Na hewa ni kitu cha maana sana katika uhai. Exactly. Kwa hivyo bila hewa tutapoteza mtu pale. Kwa hivyo unaambiwa usile maana ya mambo kama haya. Maana chakula ndio kizingamiti pale cha hewa kwa kupumua. Naam.